Karibu sana kwenye YouTube channel yetu ya Wauzaji. Leo tutajifunza jinsi ya kufuta picha kwenye akaunti yako ya Facebook. Ili kufuta picha, mfano unaweza kuwa umeposti picha kwenye Facebook lakini unataka uzifute, unaona tena zina msingi au unataka tu kwa usalama wako binafsi. Mimi huwa nafundisha taratibu, pole pole, ili uweze kufuata step na uweze kufanikiwa. Moja kwa moja, cha kwanza kabisa utaingia Play Store, utatafuta Play Store ilipo. Mimi natafuta Play Store. Hii hapo, umeona Play Store yangu ni hii hapa. Naenda step by step, naomba uangalie mpaka mwisho. Utagusa hapa Play Store. Baada ya hapo nitatafuta Facebook. Nitagusa hapa hii kidude cha search, umekiona hapa. Baada ya hapo nitabonyeza hapa. Baada ya hapo nitatafuta Facebook. Afu nitabonyeza tafuta. Tutafuta. Naona umeona hapo. Baada ya hapo nitabonyeza hapa kuingia. Hiyo hapo. Sasa mimi natumia Facebook kubwa, inawezekana wewe labda ukao unatumia Facebook ndogo. Hii hapa labda Facebook Lite. Nigusa hapo. Hiyo, lakini mimi natumia Facebook kubwa, kwa nitarudi nyuma. Nitarudi juu kabisa mpaka kwenye Facebook. Baada hapo, sasa nimekuleta hapa ili kama utaona hapa kuna kitu kimeandikwa update kwako, itabidi kuiupdate kwanza ili iwe katika latest version, iwe toleo la juu kabisa. Hiyo itasaidia sana kufuata hatua zangu na kuweza kufanikisha kwa haraka. Moja kwa moja kama unavyoona hapo. Sasa mimi kwa sababu tayari ipo updated na sina kitu cha kuupdate, basi nitarudi nyuma. Nitarudi nyuma tena. Nitarudi tena nyuma. Nitarudi nyuma mpaka nitafika kwenye home hapa screen yangu. Baada ya hapo nitaingia sasa Facebook moja kwa moja. Facebook ni hapa. Umeiona? Nitagusa Facebook yangu. Hiyo hapo, bodaboda rides nini na matangazo mengine kama hivyo. Umeona hapo? Nitaingia hapo. Sasa baada ya hapa, umeona hapa juu kuna vitu mbalimbali, kuna hii video, kuna groups, kuna profile, kuna notification, pamoja na juu kabisa kuna account. Sasa moja kwa moja mimi nitagusa hii hapa. Pap, itafunguka kama hivi. Baada hapo nitagusa hili jina langu hapa. Leonard Amani. Hii account yenye hili jina nitagusa hapa. Baada hapo nitakuwa nimeingia kwenye eneo kama hili. Sasa hili eneo linakuwa na taarifa zako mbalimbali. Mfano na watu low followers na low follower. Kuna professional dashboard, kuna add story, unaweza pia ukabadilisha na cover picha kwa ujumla. Umeona? Lakini kwa sababu sisi nia yetu ni kufuta picha za Facebook. Sasa moja kwa moja unaona hapa kuna taarifa. Mfano mimi nimefungua hii account 2014. Huyu mtu alifungua 2014, ni digital creator. Umeona? Kuna option hapa kama unavyoziona. Sasa ikitoka hapo kuna hii option ya about kwenye Facebook. Hapa kuna taarifa zako, sehemu ulipotokea ambazo ulizijaza kipindi cha nyuma. Umeona mwaka ambao umefungua akaunti yako nini na vingine. Hapa kuna reels. Reels ni kama umeconnect Facebook yako na Instagram. Sasa ukiposti kitu Instagram, reels video zile zinaweza zikakaa na huku, basi utazikuta eneo hili hapa. Kwa huku hii inayofuatia ni photos. Hapa utakutana na mafungu ya picha. Nadhani ukishuka chini utaona kwenye photos, nimegusa kwenye photos ndio zimekuja hii mafungu ya picha hapa. Sasa hapa kuna tagged photos, kuna profile picha, kuna cover. Sasa ili kuona kama utakuwa na hizi nyingi zaidi, haya mafolder hapa, unaweza moja kwa moja ili ikugeu urahisi kwako, usipate shida,
utabonyeza hili neno see all. Nadhani umeliona hili hapa, see all. Utabonyeza hapo see all. Moja kwa moja atakuja hapa. Sasa kwa wewe najua utakuwa una mafaili mengi sana. Utakuta mafaili ya kila aina. Utakuta kama mimi hapa mfano kuna profile picture na kuna cover. Sasa mfano tuchukulie moja kwa moja wewe una mafaili labda 30 labda. Itategemea sasa unataka picha yako zipi uziondoe kwenye Facebook. Yaani ufute au udelete picha gani. Na taratibu mimi nitaingia mfano labda nataka kwenye profile picture, nitagusa ili profile picture. Nadhani umeiona profile picture hapa, nitaigusa profile picture zitakuja. Sasa inaonyesha mimi profile picture hii account haijawekwa tangu nadhani unaona hapa juu kuna updated mara mwisho ni tarehe 12 mwezi wa 2 2020. Alafu kwenye like hakuna like yoyote hapa. Hakuna like yoyote wala comment yoyote. Ukigusa hapo kwenye comment itakuonesha hakuna comment yoyote. Umeona? Hapa kuna kidude kama cha setting hapa mbele ya tarehe. Hiki kidude cha setting asilimia kubwa kama picha zikizidi ukikigusa hapa utaweza kuseti folder. Taarifa mbalimbali za folder. Sasa moja kwa moja tunaingia kwenye picha hapa. Hii ni picha. Unaona hii picha ukiangalia vizuri inaonyesha hapa ilipostiwa na Leonard Amani. Ilipostiwa Februari 12, 2020. Umeona hapa juu, ukiangalia kwa hapa juu kuna vidude vitatu. Cha kwanza kuna hiki hapa. Hiki inamaanisha ni tag. Mfano sasa una picha kama unataka kuitag. Kuitag maana yake ni kumweka mtu ulikuwa naye kwenye picha. Mfano umepiga picha na rafiki yako. Sasa yule rafiki yako unaweza ukamtag kwa kubonyeza hapa. Kisha ukishabonyeza hiki, nadhani umekiona kimekuwa rangi ya blue, utabonyeza tap, umeona hapa tap to tag. Ukibonyeza hapa utaweza kutagi mtu ambaye wewe unamtaka. Lakini kwa sababu hii ni profile picture na nimeiweka view only me, kwa hiyo siwezi moja kwa moja nikatagi. Kwa hiyo nitaizima tu hapa, itakuwa imejizima. Hii sehemu ya pili inaonyesha location. Mfano hii picha ulipiga sehemu gani, unataka utagi location fulani. Ndio maana unakuta zingine zinaandikwa, unakuta imeandikwa @Dar es Salaam au @Morogoro. Ndio unabonyeza hapa ili kutagi location. Itakuletea hivi, utaweka labda Dar es Salaam Tanzania au Mwanza Tanzania. Muona kutokana na vile wewe utakavyoona sahihi kwa upande wako. Turudi nyuma. Inayofuatia ni hivi vidoti vitatu. Hivi vidoti vitatu kivigusa hapa zitakuja option. Ya kwanza inasema edit caption. Edit caption maana yake utabadilisha maneno kwenye Facebook yako. Kwa kama unauliza jinsi ya kubadilisha maneno ya picha ya Facebook yako, ndio unabonyeza hapa kwenye edit caption. Ya pili ni delete photos. Naomba unisikilize hapa kwa makini vipengele. Hii ni delete photo. Ukibonyeza hapo utakuwa umefuta picha yako. Hii sehemu ya tatu ni save to phone. Ukibonyeza hiyo utakuwa unaisave hii picha na inakaa kwenye simu yako. Hii sehemu inayofuatia ni share external. Hii ukibonyeza hapa utaweza kuishare kwenda kwenye nje ya Facebook. Mfano unataka kumtumia mtu WhatsApp picha yako, basi ukibonyeza share itashare hapa na kisha itakuletea wapi unataka ushare. Umeona? Nadhani umeona. Hii sehemu inayofuatia ni edit privacy. Kama unataka useti hii picha uione tu peke yako, mfano tuingie hapa edit privacy. Ukiingia edit privacy unakuta kuna public, kila mtu ataiona. Unakuta kuna friend hapa, ukiweka hapa marafiki zako tu peke yake ndio wataiona. Hapa friend except, kwa hapo utachagua watu wa marafiki zako, lakini wa marafiki zako gani wasione.
Hapa utachagua specific friend, utachagua marafiki ambao unataka waone wachache tu, ambao unataka waone labda 5, 6, utachagua hapa. Hapa ya mwisho ambao mimi nimeweka ni only me, kwa hii profile picha yangu naiona mimi mwenyewe. Sasa ukishaiweka hapa chini unaweza kubonyeza neno save. Hii option ya mwisho ni edit alt text. Hiyo inajulikana. Mfano unataka hii picha yako mtu akidownload iwe na maneno gani, ndio unabonyeza hiyo. Lakini kwa sababu sisi tulitaka ku delete, basi tunabonyeza hapa delete. Baada hapo utauliza delete photo, are you sure you want to delete this photo? Sasa ukibonyeza ili neno delete, moja kwa moja utakuwa umedelete picha yako ya Facebook. Kwa kama unauliza jinsi ya kudelete picha ndani ya Facebook, how to delete your picture on Facebook, hii ndio njia simple zaidi. Ukibonyeza tu hapo delete, itakuwa imejifuta. Kumbuka usidelete kabla hujafikiria. Fikiria kwanza uta delete, kwa sababu ikiondoka inakuwa imeondoka moja kwa moja. Ukitaka video kama hizi na nyingine nyingi tayari zipo. Karibu sana, karibu sana.